Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, asante sana kwa hii siku ya leo ambao umetujalia kupatana hapa, kukusanyika hapa siku ya leo. Mungu Baba, asante kwa neema uliotujalia katika mwanao Yesu Kristo, Mungu Baba. Na asante Mungu Baba kwa jinsi ambavyo umetutunza na umetuweka ndani yake. Mungu Baba, kwa wale wote ambao waliomo hapa siku ya leo, naomba kwamba utawaimarisha imani yao ili Mungu Baba wapate kupata nguvu, Mungu Baba, kupigana na dhambi zao. Mungu Baba, kwamba utatumia maneno haya Mungu Baba kufunua macho ya wengi, Mungu Baba, kuwahimiza kutembea njia inayofaa Mungu Baba. Na kama kuna yeyote miongoni mwetu ambaye bado hajaunganishwa naye Yesu Kristo, hajaamini kazi yake, hajaitegemea, naomba Mungu Baba kwamba utafanya kazi yako tukufu kuendeleza jina lako katika ulimwengu. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Wafilipi mlango ni wa 3 mstari ni wa 2 hadi 9. Nasoma: jihadharini na mbwa wale watenda maovu, jihadharini na wale wajikatao miili yao, wasemao ili kuokoka ni lazima kutahiriwa. Kwa maana sisi ndiyo tulio tohara, sisi tumwabuduo Mungu katika roho, tunaoona fahari katika Kristo Yesu, ambao hatuweki tumaini letu katika mwili, ingawa mimi mwenyewe ninazo sababu za kuutumainia mwili. Kama mtu yoyote akidhani anazo sababu za kuutumainia mwili, mimi zaidi. Nilitahiriwa siku ya 8. Mimi ni Mwisraeli wa kabila ya Benjamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya sheria ni Mfarisayo. Kwa habari ya juhudi nilikuwa nalitesa kanisa. Kuhusu haki ipatikanayo kwa sheria, mimi nilikuwa sina hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, sasa na yahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara tupu, nikiyalinganisha na faida kubwa ipitayo kiasi cha kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo, nami nionekane mbele zake nikiwa bila kuwa na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa njia ya imani. Amen. 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 Karibuni sana siku ya leo, karibuni sana mahubiri ya leo. Tumesoma kutoka barua. Hii ni waraka, hii ni barua ambayo Paulo ameandika kwa kanisa la Filipi. Ndio maana wanaitwa wa Filipi, the Philippians. Sawa? Kuna kanisa limeanza katika mji wa Filipi. Wale ambao wanakuja Bible study, nini ilifanyika? Nini imerekodiwa katika mji wa Filipi? Nani anakuja Bible study? Nani anakumbuka? Nini imekuwa recorded? Kijana mdogo, unakumbuka nini Filipi? Kijana mdogo anakuja Bible study sana, lakini wamesahau. Edwin, Filipi kulifanyika nini? Mambo kadhaa yalifanyika pale. Wacha niwape clue. Ulikuwa na pepo fulani. Ulikuwa na pepo kwa msichana. Nani atamaliza hiyo hadithi? Pepo kwa msichana. Alafu kumjua Yesu. Amen. Amen. Kuna kanisa lilianzisha pale Filipi na Paulo amewaandikia barua hii. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume na hata barua za Paulo, tunaona kwamba katika hii miaka ya kwanza kanisa inapokuwa ikiweka msingi wake, kanisa ilipokuwa inaweka msingi wake, kulikuwa na shida moja kubwa, na tuliiona pia katika waraka Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume, Jerusalem Council. Hii ndio ilikuwa ni taabu. Mungu alikuwa ameanza kukubali watu wa mataifa. Kitambo ilikuwa inajulikana Mungu ni Mungu wa Israeli peke yake. Sasa Mungu anadhihirisha kwamba watu wa mataifa pia ni
Ni watu. Wadigo pia ni watu. Waduruma pia ni watu. Wakamba pia ni watu. Waluya pia ni watu. Wakisii pia ni watu. Wasomali, Waoromo, hata Warendile ni wake. Anawaokoa na anawajaza na Roho Mtakatifu. Kukawa na shida fulani. Kulikuwa na Wayahudi ambao wanatembea sasa, wakaanza kuambia, wanakuja kwa kanisa pale Filipi. Wanakuja wanasema, naona mmeanza kukiri Mungu wetu, mmeanza kusema Mungu wetu pia ni Mungu wenu. Sasa tazama hii kitabu. Sheria za Musa ndizo hizi hapa. Hizi sheria zimetoka kwa Mungu wetu. Huyo ambaye mnamkiri ni wenu. Kwa hivyo kama mnamkiri Mungu wetu lazima mtahiriwe. Hauwezi kuwa unasema wewe ni mwana wa Abrahamu kama hujatahiriwa. Wanaume wote lazima watahiriwe, na ukitahiriwa, baada ya kutahiriwa ufuate sheria ya Musa. Uanze kuweka Pentekosto. Ile Pentekosto ilikuwa ni sherehe yao. Uanze kufanya Feast of Booths, uanze kuenda kwa hekalu, yani ukuwe Myahudi. Anasema ndio tunaona umejawa na Roho Mtakatifu. Ndio tunaona unasema umemwamini Yesu, na kupitia Yesu Kristo sasa umeunganishwa na Mungu wetu. Lakini kama wewe, hiyo haitoshi. Lazima ufanye nini? Ufuate sheria. Lazima uwe Myahudi. Ikawa ni shida kubwa. Na kina Paulo walikuwa sasa wanaenda mbele wakisema hakuna kitu kama hiyo. Ikaleta wenye wamekuja Bible study. Ilikozi kukuwe na council kubwa iliitwa Jerusalem kujadiliana hii. Wakakaa chini wakasema, je, sasa hao Wakristo wa mataifa lazima tuwaambie wafuate sheria ya Musa? Na Petro akakaa chini akasema, hii sheria hata nyinyi Wayahudi ni yenu na mlishindwa kuweka. Ndio maana Yesu Kristo mwenyewe amekuja na ameitimiza. Kwa hivyo nyinyi ambao mlishindwa kuweka, ikabidi mwingine akuja itimize kwa niaba yenu. Sasa mnataka kuweka hiyo mzigo kwa wengine nyinyi wenyewe pia mlishindwa kuweka. Alafu tena ya pili, Mungu mwenyewe amedhihirisha kwamba hawa watu nimewakubali, kwa sababu si amewajaza na Roho wake. Kwani anaweza jaza na Roho wake watu ambao hawajawakubali? Sasa Mungu anakubali watu, nyinyi mnakuja mnataka kusema hawajakubalika. Kwani nyinyi mko juu ya Mungu? Ilikuwa ni kitu kubwa. Wakasema hapana, hatuwezi washurutisha watu wa mataifa wawe kama sisi. Hatuwezi. Wakasema tutawaandikia tu hizi sheria 3 kulingana na Roho Mtakatifu. Wakawaandikia vitu 3. Wachana na fornication, wachana na chakula sacrifice to idols, na hiyo ya 3 hata nimesahau. Na hii ni kitu kubwa sana ilikuwa inaendelea. Utasoma kwa barua za Paulo. Hii ni kitu kubwa ilikuwa inaendelea, na tunaisoma hapa pia katika kanisa la Filipi. Ndio maana anasema jitahadhari na wale mbwa. Hao ndio anawaita those Judaizers, wanaotaka kufanya Wakristo wawe kama Wayahudi. Unajua hatari iko wapi? Anawaambia hawa watu hawategemei sasa kazi ya nani? Ya msalaba. Hawategemei kazi ya msalaba, wanategemea mambo ya mwili. Sasa anatumia mwili kumaanisha hiyo merit yako wewe mwenyewe, vitu ambavyo unasema mimi nitakubaliwa kwa sababu mimi ni Myahudi, kwa sababu mimi huweka sheria, kwa sababu mimi nakujanga church, kwa sababu mimi natoanga pesa, kwa sababu mimi natoanga sadaka yangu. Yani ninakubalika kwa sababu ya mambo yangu mimi mwenyewe, my merit, fahari yangu. Kwa hivyo ninajivunia mimi mwenyewe. Anasema hiyo ndio tahadhari sasa. Mutakosa kuacha kutegemea Yesu Kristo. Sasa muanze kutegemea jinsi ambavyo mnaweka hii sheria. Na anakuambia hiyo ni mzigo ambayo uwezani nayo. Utaanza sasa kujivunia katika uwezo wako wa kuweka hiyo sheria. You start boasting in yourself.
You start boasting in your flesh, in your abilities. Amen. Tuko pamoja hadi hapa ndugu yangu? Tuko pamoja? Na sasa unasikia Paulo anasema jitahadhari na hao watu wanaosema ili kuokoka ni lazima kutahiriwa. Kwa maana anasema sisi wa Kristo, sisi ndio tohara. Wachana na hao ambao wanatahiri na nje. Sisi ndio tohara. Anaeleza katika Colossians na Rumi, sisi tumetahiriwa na Yesu Kristo. Kitu ambacho kimekatwa ni mtu wetu wa kale amekatwa, ameng'olewa, ametundikwa pale msalabani. Sasa sisi ni watu wapya ndani yake. Sisi ndio tohara, si hao ambao wanasema lazima ufanye na mkono wako. Sisi tunapokea tohara ambayo imefanywa na nani? Na Mungu, ambayo aliahidi hata katika kitabu chake cha Kumbukumbu la Torati. Katika kitabu cha Yeremia, Ezekieli anasema nitaweka moyo mpya ndani yako. Mimi ndo nitaweka. Mimi ndo nitakufanya utembee katika njia zangu. Mimi nitakuwezesha upende njia zangu. Mimi nitakupa moyo mpya upende kunitii. Mimi nitaondoa hiyo moyo wako mgumu. Mimi ndo nitatahiri huyo moyo wako. Anasema sisi wa Kristo ndio tohara. Wachana na hao wenye wanakuambia ati lazima ufanye hii, lazima ufanye hii ndio. Anasema sisi ndio tohara. Tunaomwabudu Mungu katika roho na tunaona fahari katika Kristo Yesu, ambao hatuweki tumaini letu katika mwili. Anasema mimi ukiniuliza nijivunie kitu yoyote, fahari yangu kutoka mwanzo hadi mwisho haiko ndani yangu, iko katika kitu ambacho Yesu Kristo amefanya kwa ajili yangu. Kwa hivyo nikisimama mbele ya Mungu niulizwe, uliokolewa kivipi? Naanza na Yesu. Yesu aliniita. Yesu alinitafuta. Yesu alifunua moyo wangu. Yesu alikuja kwangu. Yesu alinishikilia. Yesu alitimiza wokovu wangu. Yesu alifanya hivi. Yesu alifanya hivi. Yesu alifanya hivi. Yesu anafanya hivi. Yesu anafanya hivi. Na Yesu ndiye alihakikisha nimefika hapa siku ya leo. Sina fahari ndani yangu. Wale ambao wanaishi hivi hata utasikia venye wanaongea. Wanasema ni Mungu ameniwezesha kufika hapa siku ya leo. Ni Mungu amenifunulia njia. Ni Mungu amefanya hivi. Ni Mungu amefanya hivi. Ni Mungu. Wakristo mnaongeanga hivyo? Je, unaona mkono wa Mungu katika maisha yako? Unasema ni Mungu ameweka Pendo Huru imesimama hadi siku ya leo. Tumelilia praise and worship. Ni Mungu ametuletea waimbaji kadhaa katika kanisa. Na tumekuwa tukitaka watu wakuje tufanye evangelism. Ni Mungu ameweka katika mioyo ya watu. Siku hizi tunaenda evangelism kama army. Ni Mungu anafanya hivi. Ni Mungu anafanya hivi. Ni Mungu analeta watu. Ni Mungu analeta wageni. Ni Mungu anaweka wageni. Ni Mungu anajenga kanisa lake. Ni Mungu anatuhakikisha tusikufe moyo. Ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Amen. Mkristo unaona hivyo? Fahari yako iko kwa mwingine. Fahari yake haiko kwake yeye mwenyewe na juhudi zake. Ni sisi tulikaa chini tukaplan. Ndio maana Pendo Huru haijaanguka hadi leo. Ni kwa sababu tulikaa chini tukaplan, tukahakikisha unaona huyo anaona fahari ndani yake. Anasema mimi Mkristo, fahari yangu ni katika Kristo. Alafu anasema hivi, anaenda sasa akisema, lakini ujue kama kuna mtu wako na reasons za kukuwa na fahari katika mwili ni nani? Ni mimi. Mimi ningeamua kuanza kuboast hapa mbele yenu zile vitu niko nazo. Mimi kwanza, acha tuanze. Mimi ni Myahudi. Ninyi hapa ni Wayahudi hapa. Ninyi ni watu wa mataifa. Mimi nimetoka kwa Abrahamu. Mimi I can claim the promises as a born sin. Hata ninajua nimetoka tribe ya Benjamin. Ninaweza trace lineage yangu hadi kwa Adam. Ninyi mko na nini nyinyi? Ninyi mko na nini? Mimi am a Jew. Anasema kwanza ikikuja kwa kuweka sheria,
Mimi ni Mfarisayo. Wafarisayo ndio walikuwa wale strict, mashehe. Hao ndio walimu wale. Hao ndio wanaweka, wanasema kwa juhudi. Hakuna mtu alikuwa na juhudi kama mimi. Mimi hata nilikuwa natesa kanisa. Nikisikia mtu anacheza na sheria yetu kama venye Ukristo uliona, ninatafuta hao watu. Nikikuja kwa kutenda kazi, hakuna mtu mtenda kazi kama mimi. Yaani niko na sababu za kujivunia nyingi sana. Ingekuwa nipeleke fahari yangu kujivunia, hakuna mtu anaweza kujivunia kama mimi. Kama mimi naweza enda niambie Mungu naweza nikubali kwa sababu mimi ni Mfarisayo. Tulisema watu wanafuata sheria yako, watu wamezaliwa wana wa Abrahamu, nini. Niko na masababu. Anasema sababu ziko na ninazo nyingi tena sana. Lakini anasema nikimjua Yesu, haya mambo yote yanakosa dhamani yake. Nikiziweka hizi mambo zote, hizi accomplishments zangu zote, hizi merits zangu zote, nikiziweka na niziweke kwa scale, zipimane kumjua Yesu na hizi fahari zangu zote. Mimi Mfarisayo, mimi mweka sheria, mimi mwenye juhudi, mimi nakujanga kanisa, mimi natoanga zaka, mimi ninaendanga sijui kuvisit wagonjwa, mimi nafanyanga hii, mimi nafanyanga hii. Mungu nikubali kwa sababu niko na matendo mengi mazuri, sababu mimi nikiziweka na kumjua Yesu Kristo, haziwezi fanya nini? Nguvu yangu iko kwa Yesu. Hizi zingine hata haziwezi. Amen. 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 Huo ndo Mkristo ndugu yangu. That is a Christian for you. Huyo ndiyo Mkristo. Yesu Kristo alisema ufalme wa mbinguni ni kama yule anapata ardhi na iko na hazina kubwa sana, si ndio? Kwa hivyo anakuwa tayari kwenda kuuza mali yake yote. Anauza kila kitu ndio aende anunue hiyo ardhi. Sababu anajua kuna kitu cha maana pale ndani. Kama huyo Paulo, umesikia venye Paulo anasema, hizi vitu zangu zote niko tayari kuyatupa. Kwanza nikiyalinganisha na Yesu Kristo yanakuwa sasa hata ni hasara. Ufarisayo wangu unakuwa ni hasara. Uyahudi wangu unakuwa ni hasara. Kwa sababu inanikinga kumwamini nani? Yesu Kristo. Anasema na yahesabu kama mafi. I count them as rubbish. Sasa hata anajidharau compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. That is a Christian. Huyo ndio Mkristo. Amepata kumjua Yesu na amepata kuona dhamani ya Yesu kiasi cha kwamba yuko tayari kupoteza kila kitu. Wanasema wacha watu waniite jinga, wacha watu waniite fukara, wacha watu waniite mtu mwenye situmia akili zangu, so long as nipate nini? Nipate hii. Niko tayari kupoteza kila. Niko tayari kuchukiwa hata na mandugu zangu na madada zangu. Niko tayari. So long as nipate. Yes. Anasema ni kama mwanabiashara. Yesu Kristo anasema ufalme wa mbinguni ni kama mwanabiashara ambaye anapokea lulu ya zamani. Anapata lulu ya zamani. Unajua lulu? Kwa hivyo ako tayari kuenda kuuza mali yake yote, aende afanye nini? Unajua lulu? Diamond, precious stone, pearl. Anapata pearl of great value. So yuko tayari kuuza biashara zake zote, aende auze stock yake yote. Ndio afanye nini? Anunue ako kalulu. Naelewa. Ukipata kitu ya dhamani, ndio unakuwa tayari
kuuza kila kitu ndio upate hiyo. Anasema hivyo ndio ufalme wa Mungu. Kwa hivyo huyo ndio Mkristo. Mkristo si kama hawa wanawasikiva. Hawa wanawasikia, si unaona venye walikuwa wanafanya. Hata huyo ametusomea, ndio hata tulisoma Bible study this week, tulichambua hiyo kazi. It is very coincidence that hiyo ndio umekuja kusoma tena siku ya leo. Hawa wanawasikewa wanamtumia Yesu. Yesu si lulu ya zamani kwao. Yesu yeye tu ni kitu wanafanya nini? Wanatumia. Wanamtumia tu kwa sababu wao ni watu kutoa mapepo, na wamesikia Paulo ni mtoa anafaulu sana kutoa mapepo kwa jina la Yesu. Wao wanakuja pale wakitoa mapepo, wanataka kutumia jina la Yesu kama chombo tu, kama chombo. Ndio alikuwa anasema wengine wanakuja kanisani, hawajaona kwamba Mungu ni wa dhamani. Amekuja kwa sababu kanisa linapea watu full fees, kanisa linapea watu rent. Hiyo ndio imemleta, lakini haoni dhamani. Bado anaweza kuwa anafanya hata mambo ambayo hayaambatani na huyu Yesu. Jesus Christ is just one of the tools. Amen. 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 Alex, unahitaji usaidizi? Huyo ndio Mkristo ndugu yangu. Anapata nguvu zake, uwezo wake, thamani yake, kila kitu katika Yesu. Hategemei kingine. Amen. Amen. Wacha niwarudishe nyuma kidogo kwa hii series. Nimesema bado tunaendelea na series yetu, si ndio? Nani anakumbuka series yetu inahusu nini? Wacha niandike hapa in point 4 ndio watu wakumbuke. Series yetu inahusu nini? Mfululizo ambao tumekuwa tukifanya wiki kama 7 saa hii, miezi kama 1.5 au mwaka mzima, tumekuwa kuhusu nini sasa? Ndugu Eric, umekuwa pamoja nasi? Mfululizo wetu umekuwa ukiungana nasi. Mfululizo wa mahubiri wa Jumapili. Dada Sharo, ndugu Dio, ndugu zangu wa Kipendo Huru, naweza kuwa nimefanya mfululizo miezi miwili, na hii miezi miwili ishe iwe hata ni kama nimekuwa nikiwaste time. Ujue nikifanya mfululizo ni kwa sababu niko na kusudi, niko na malengo. Usichukue kimzaha, kijana mdogo. Mfululizo wetu umekuwa kuhusu nini? Mada acha ni ambao lengo langu za wiki za kwanza ilikuwa ninataka ugundue umuhimu wa hiyo kazi. Kazi gani? Kazi gani? Nataka ugundue umuhimu wa hiyo kazi. Nilikuwa na sisitiza umuhimu wa kazi gani? Tumeisema tu saa hii. Kazi gani? Fanya nini? Hiyo ni kazi ya Mkristo. Hiyo ni wajibu wa Mkristo. Vita vya Mkristo ambavyo havifanyi nini? Haviishi katika ulimwengu huu. Na ukiona haupigani na dhambi ni kwa sababu wewe na yeye sasa mmefanya nini? Mmetulia, mmekuwa mabeshti. Ndio maana hakuna vita. Kama hakuna dhambi unayopigana vita na, ni kwa sababu wewe fanya nini? Mmetulia. Ninyi ni mabeshti. Hakuna wakati Mkristo apigani na dhambi. Hakuna wakati ambapo hizi dhambi haziamki na zinataka kumuongoza, zinamvutia, zinamvuta.
zinajua kwamba tunapenda kuzifanya. Si ati watu wanalazimishwa kutenda dhambi. Dhambi inajua unaipenda, ndio maana watu wanaifanya, si kwa sababu unataka kuifanya. Inapoinua kichwa chake inakuonyesha ahadi zake, unaona Kwa hivyo nataka ugundue umuhimu wa hii kazi. Usipofanya hii kazi utaweza kufika mbinguni kweli? Dhambi zinaendelea kukutawala, wewe umeokolewa kweli? Umeokolewa na unatawalwa bado? Hiyo ni kumaanisha wokovu wa Yesu Kristo si wokovu. Kama bado unatawalwa, si ndio? Kama wangekuwa wanasema Kenya tuko huru, lakini bado amri zetu zote tunapokea kutoka UK, tungesema tuko huru kweli? Hapana. Ngoa uhuru wenu si uhuru, wokovu wenu si wokovu kama bado unafanya nini? Unatawaliwa. Nataka ugundue umuhimu wa hii kazi. Nikasema pia nataka uwe na uhakika. Hii ni recap sasa. Nataka uwe na uhakika umezaliwa upya. Kafunza kwamba hii ni kazi ya Mungu, na bila kuzaliwa upya kwa nguvu za Roho hauwezi shinda dhambi. Kivyako hauwezi. Lazima uwe na uhakika kwamba umezaliwa upya. Lazima uwe na uhakika kwamba umemwamini Yesu na kazi aliyoifanya. Kupigana na dhambi ni kazi ya Wakristo. Yule ambaye si Mkristo hawezi kupigana na dhambi. He doesn't have the ability. Wewe kazi yako kwanza ni kuhakikisha kwamba umejua umezaliwa upya. Kupigana na dhambi ni kazi ya Wakristo. Wao ndio wako na Roho Mtakatifu, wao ndio wako na uwezo wa kupigana na dhambi. They're the ones with the resources. Nitasema tena, nataka usome neno la Mungu. Kwa umakinifu. Kwa nini nataka usome neno la Mungu kwa umakinifu? The sword of. Neno ni the sword of. Upanga wa nani? Wa Roho Mtakatifu, si ndio? Hivyo ndio tuliendelea kusema, si ndio? Nikasema lazima uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuongoza katika hii kazi, si ndio? Anatuongoza sisi, tunafuata, tuna keep in step, si ndio? Na anatuongoza akitumia neno. Kwa hivyo hakuna kupigana dhambi bila kufanya nini? Kusoma neno. Roho atakuongoza akitumia neno. Lazima utafute kanisa ambalo linahubiri neno. Lazima uhakikishe kwamba marafiki zako wa Kristo mnafanya nini? Mnajadiliana neno. Hakuna kukua bila neno. Hii ndio Roho Mtakatifu atatumia kukuongoza. Hii ndio Paulo alisema inafanya kazi ndani ya Wakristo. Amen? Amen. Kwa hivyo ninataka usome neno kwa umakinifu, ukitarajia Roho Mtakatifu anakuongoza akitumia hili neno. Ukitarajia kuconvict, ukitarajia kuvute, ukitarajia kulete kwa hii neno. Amen? Amen. Hivi summary nawapea hapa. Nataka upate fahamu na hisia ya ukubwa wa Mungu. Jue ukitetemeka mbele yake.
nataka utayarishe roho yako jinsi ya kupigana na dhambi. Roho atakuongoza kutumia neno kumjua Mungu katika ukubwa wake. Ujue jinsi ya kutetemeka mbele ya Mungu. Kwa hivyo ukisoma neno, nataka uwe makinifu, unatafuta kuona ukubwa wa Mungu pale ndani. Hakuna yule ambaye anapigana na dhambi bila kutetemeka mbele ya Mungu, bila kuona ukubwa wa Mungu. Acha nikwambie, kuna pastor nilisikia akipeana hadithi. Anasema, utafikiriaje jamaa ako pale SGR? Jamaa amefika pale SGR. Wangapi wamefika pale SGR? Hata si lazima iwe SGR, iko commute ya train inakuja hapa. Apige masaa zake, amesimama katikati ya reli. Ama hapa tu barabarani. Hata tuweka tu hapa barabarani. One katoto kamepiga somersault kamesimama pale barabarani. Lori ndio hiyo pale inakuja 120 kilometers per hour. Jamaa tu ametulia hivi. Mwingine achukue mogoka zake aanze kukula. Lori ndio pale inakuja. Utamwambia nini wewe jamaa? Unamwambia nini? Naambia bro, unafanya nini leo jioni tuende tukule sapa? Umeona unamwambia? Unamwambia nini? Hebu mwambie vile utamwambia. Wewe jamaa toka hapo bana wewe. Si ndio? Hata uwezi mwambia ati bro, si uoni kuna kalori pale kanakaa. Hebu songa. Hivyo ndio utamwambia. Hata unaweza kimbia mgongo uambie jamaa umechizi nini wewe? Hauoni lori ndio hii inakuja, hii inaenda kukubeba hii. Hata unaanza kushangaa pengine huyo jamaa amechizi. Haoni hii lori venye inakuja. Si ndio maana watu hawahepi Mungu. Jamaa tu wanatembea msee. Haoni hii lori inakuja kumgonga hii. Anafikiria Mungu ni? Haona Mungu tu ni kitu kadogo hapa tu, hakuna shida na Mungu. Do you know who you are sinning against? Do you know who you are going to face? Unajua ni nani unachezea? Jamaa utatoroka hadi uone ukubwa hiyo lori. Na yule ambaye ameona ukubwa hiyo lori, akiona mwingine anacheza anamwambia nini kijana? Toka hapo bwana kijana, utagongwa bwana. Utakufa. Kijana utakufa, toka hapo wewe. Ukiona tunahimiza watu hapa tunalia, hatushout kwa sababu ati tunapenda kushout. It's because we know my friend. Unacheza nani wewe? Unacheza na nani? Unafikiri tunahubiri hapa bure? Save yourself bwana. Toka hapo, utakufa. Utaki kugongwa na hiyo lori ndugu yangu. Hakuna kupigana na dhambi bila kupata kuona ukubwa wa Mungu. Utasimama hapo barabarani ukifikia hiyo lori inakuja kukupea masaji. Nafikiri lori imekuja kukununulia lunch. Haya, nataka upate fahamu. Na hiyo yote ni kazi ya Roho wa Mungu akitumia neno lake, ndio? Nataka upate fahamu hisia ya uovu, hatari na hatia ya dhambi yako. Hii pia ni Roho anafanya akitumia neno, si ndio? Anakufunulia uovu wa njia zako. Sisi binadamu kama kawaida, mtu ukimwonyesha njia yake, kila mmoja wetu anajua hii. Tunaanzanga kuitetea. Tunaanzanga kuitafutia visababu. Si mbaya kwa sababu hii na hii na hii na hii na hii. Si ni ufisadi? Lakini unajua hii Kenya ufisadi ni mwingi. Usipokuwa mfisadi hao watu watakukinga nini, wakublock nini, biashara yako ianguke. Kwa hivyo unaitetea. Jamaa mbona unafanya hivyo? Si unajua ni kwa sababu hii na 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 hii. Uko tayari kuitetea. Sio? Mkristo
Roho Mtakatifu anapokuja kwako vizuri, anakufunulia roho yako ili uweze kupata kuona uovu wa hiyo dhambi. Kwanza unaiona uovu wake, unaona hii ni kitu inafaa kufanya nini? Kuadhibiwa. Unanyamaza, unaacha kuitetea. Uone hatari ya hiyo dhambi. Uone hii dhambi ikiendelea nayo lazima itafanya nini? Itanimaliza, itaniangamiza, itaniua, itanitenga na Mungu. Uone hatari yake, uone hatia yake. Uone si ati Mungu anaonea mtu. Hii ni kitu kweli inafaa kufanya nini? Kulaumika. Uone pia hata unyonge wake. Hii ndio maana tulidili nayo wiki mbili kuonyesha ndio kuna watu wanafikanga hapa wanafikiri wamefika toba ya kweli. Ndio tukadili last week, kuna ile toba ya uongo na toba ya kweli, si ndio? Kuna ile hata Farao si alilia akaanza kusema mimi ni mwenye dhambi. Mimi nimekosa, lakini ilikuwa kwa sababu ya nini? Mvua. Haikuwa kwa sababu ameona ukubwa wa Mungu. Unaona venye hizi vitu zinaingiliana. Ni ukimjua Mungu, hakika by default utaona dhambi yako. Kama dhambi yako haujaiona kwa sababu umekosea nani? Mungu. Kwa sababu hiyo hatari inatoka wapi? Kwa Mungu. Basi bado hakuna kitu utafanya. Si tunakumbuka wiki iliyopita Farao alilia, nimekosa. Ilikuwa kwa sababu ya nini? Mvua. Wakati mvua iliisha, aliendelea kutubu. Alisema, ati mnasema nifanye nini? Niwache waende wapi? Ndio tukasema kuna wengine biashara inaanguka, anakuja kanisani. Biashara ikirudi juu, umetoka nje tena. Nataka upate fahamu, na hizi vitu zinaingiana zote. Hizi vitu zina work together. They ingiana one into another. Ninaziweka into point form ndio upate kuiona na kuifahamu na kuielewa zaidi. It will help you. But all these things happen together. Ukiona ukubwa wa Mungu ndio utaona kiasi ukubwa wa dhambi yako. Kwa sababu unaona unakosea nani? Unatusi nani? Nani huyu unatusi? Nani huyu unadharau? Unafikiri ni Rabi? Unafikiri ni mimi unadharau nikikwambia usiibe, usilewe, usizini? Ni mimi unakosea? Unakuja unaniambia Pastor Paul nisamehe. Ni mimi unakosea? Daudi si alizini na hata akaua. Lakini nini limuuma zaidi? Ni makosa yake dhidi ya Uria. Ukisoma Psalms chapter 51 utaona kitu iliuma Daudi zaidi ni aliona venye amekosea nani? Mungu. Kuna jamaa anaitwa Joseph mwenye Mungu aliinua katika nyumba ya Potifa. Alafu mke wa Potifa amekuja pale anajaribu kumtongoza Joseph. Anataka kuingiza Joseph box. Joseph alimwambia mke wa Potifa hivi, angalia venye your husband ameniweka in charge of everything. Hajaninyima kitu chochote kwa nyumba yake. Yaani imekuwa hii nyumba yake ni kama ni yangu. Niko na mamlaka juu ya mali yake yote. Kitu ambacho ameninyima peke yake ni nani? Ni wewe, mke wake. Wewe tu ndio ameninyima. Alafu baada ya kusema hivyo anasema, basi nitawezaje kuendelea nifanye kitendo kama hiki dhidi ya Mungu? Dhidi ya Mungu. Yaani anaona hii kitu nikifanya, acha hata si Potifa nitakuwa nimedharau nani? Mungu. Angalia venye Mungu amefungua njia hadi akadia nimekuwa mkubwa wa nyumba na mimi nilikuwa mtumwa. How can I do this thing against God? That is a Christian. Dhambi yake kitu kinamuuma zaidi ni kwamba iko dhidi ya huyu Mungu mkubwa.
huyu Mungu mkuu, kabla yaanza kukosea ndugu yake, kabla ya kukosea nchi yake, kabla ya kukosea kampuni yake, anaona kwanza amekosea nani? Mungu. God is ever before him, all the time before him. God is forever in his sight. He cannot run away from him. Anajua Mungu yuko kila mahali, anaona hii roho yangu. Ndugu yangu, nakwambia bila hiyo hakuna kuua dhambi utaua. Hakuna kuua dhambi utaua, ndugu yangu. Acha nikuhakikishie. Utafanya siku 2, siku 3 ufanye nini? Uchoke. Utafanya siku 2, siku 3 utachoka. Nasema kwa nini hata najinyima hivi? Kwa nini najistress hivi? Sio ni maana na hii kazi yote. Sio ni maana na hii sijui nini yote. Why should I do all this? But the moment you see that you are sinning against the Holy God, hapo ndio nguvu inatoka. Na ni Roho Mtakatifu anafanya hii kazi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akikufunulia uovu wa dhambi yako mbele ya Mungu mtakatifu, nataka uweke hizo hisia, nataka uweke hizo mawazo, usizidilute, usizifukuze, usizichanganye. Do what? Keep them there. They make your heart right and ready. Alafu namba 3. Nataka uone uwezo na nguvu hiyo katika Yesu. Na nakwambia bado hii mfululizo yetu haijaisha. I still have 3 more points to add here. Or 2 more. Hii ndio ya leo. Nataka uone uwezo, nguvu iliyo ndani ya Yesu Kristo, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hii ni recap. Nimefanya hii recap ili kuweza kuunganisha hiyo mafunzo yote tumefanya na mafunzo ya leo. Mafunzo ya leo mnakumbuka ilitoka wapi? Mafunzo ya leo nakumbuka ilitoka wapi? Unaona venye ninataka muunganishe na Paulo leo. Paulo unaona anasema mimi situmaini kitu kingine. Baada ya Roho Mtakatifu kufanya hii kazi ndani yako, akifanya hii kazi ndani yako vizuri sana, upate kuona uovu wako, upate kuona unyonge wako, upate kuona hatia yako. What is the next thing you will do? Mtu akikuja apate kuona mazee, kuna hatari inakuja mbaya sana, atafanya nini? Atafanya nini? Hatari ukijua inakuja mbaya sana utafanya nini? Utatafuta njia ya kuepuka, si ndio? Na ukiona umefunuliwa unyonge wako, uone kwamba hii hatari ambayo inakuja, mimi sina uwezo wa kukabiliana na hiyo hatari, utajitayarisha aje kuepuka? Ha? Ikumalize. Sasa umeona wewe una uwezo. Unatafuta wewe mwenye uwezo. Utatafuta mwenye ataweza kufanya nini? Saidia. Sababu wewe una uwezo. Imefunuliwa kwako kwamba uwezo hauna. Mkristo anafunuliwa kwamba, my friend, look at yourself and see that you have no power, that you have no strength, that you have no ability. Mara ngapi umekaa chini ukaswea, ukasema kuanzia leo sitawahi fanya hivyo tena, kuanzia leo sitaidanganya tena? Umeapa mara ngapi? Kuapa kwako kulikusaidia? Umeona kuapa kwako ni bure. Mara ngapi umetengeneza resolution ukasema kuanzia leo sitawahi fanya hivi tena, kuanzia leo? Umefanya hivyo, imekusaidia? Kwa hivyo resolutions zako, nia yako, hata ukichange mind yako useme I have changed my mind, I have set my heart, your own resolutions by themselves hazifanyi nini? Haino ni kukusaidia, wewe ni mnyonge. Hatari iko,
na uwezo hauna. Kwa hivyo hiyo hatari itakumaliza usipopata nini? Usaidizi. Lazima upate usaidizi, lazima upewe nguvu, lazima uokotwe, lazima ubebwe. Wanaisraeli walipotembea pale wakafika bahari ya Shamu. Bahari ndio hii hapa. Watu wa army ya Farao ndio hapo inakuja, wanataka kuwamaliza. Unaona sivyo? Ndio Mungu hapo, ndio Mungu anapelekanga Mkristo. Unasimama hapo unasema hapa kwisha. Hapa tutafanya nini? Kitu ninaweza fanya peke yake ni nini? Wai! Mungu mwenye ulitutoa Israeli Misri. Ni wewe sasa tunategemea. Ni wewe utatusaidia. Ndio Mungu anyoshe mkono wake aonyeshe kwamba mko katika hali ambayo hamwezi jiokoa. Mwenye anaweza kuokoa ni nani? Ni mimi peke yangu. Mimi ndio ninaweza funguanga mabahari. Ama nyinyi mtafungua mabahari? There's nothing you can do. God does this to his people. Anafanya hivi kwa watu wake tena na tena na tena na tena. Hata wakienda jangwani, anawapeleka mahali hakuna maji, wanakaa chini hivi wanasema hii maji sasa tutakufa hapa, hii tutatoa wapi maji ya kupea hawa watu wote? Ndio wakae chini waseme hapa kitu tunaweza saidiwa peke yake ni nini? Ni Mungu peke yake anaweza tusaidia. Mungu ananyenyekeza watu wake. Mimi nakwambia kama Mungu hajakunyenyekeza ni kwa sababu wewe si Kristo. Kama Mungu hajakunyenyekeza kiasi cha kwamba umegundua usaidizi wangu uko wapi? Usaidizi wangu uko katika Bwana. Kama hajakufikisha hapo, it is because you are not a Christian. Unategemea bado kazi zako za mwili, fahari yako unajivunia kwako wewe mwenyewe. Paulo anasimama anasema mimi hizi vitu zote hata sasa hivi naona ni takataka. Ati mimi ni mfarisayo, takataka. Ati mimi nawekanga sheria, takataka. Ati mimi niko na juhudi, takataka. Mimi wacha nipatikane kwa Yesu mimi. Usaidizi wangu uko katika Bwana. Nani ataniokoa kutoka uzinzi wangu? Yesu. Nani ataniokoa kutoka ulevi wangu? Yesu. Nani ataniokoa kutoka dash. Mimi sitapatikana kwingine. Roho Mtakatifu anakufunulia macho yako upate kuona uwezo na nguvu ambao uko ndani ya Yesu. Amen. Anakufunulia. Kwa hivyo nakuambia ndugu yangu, nataka usome neno, sababu Roho hawezi kuongoza bila nini? Neno. Ukisoma neno unapatana na kitu kama Wafilipi. Unasoma pale Wafilipi, Paulo akikwambia unaona, mimi mambo yote ingine haiwezi nisaidia. Mimi kitu itanisaidia ni moja, na ni nini? Yesu. Unasema unawaza, unakaa pale, unawaza hadi Roho Mtakatifu anakufunulia na kuonyesha. Unaona hata Paulo ako na sababu za kujivunia, lakini bado anakimbia wapi? Kwa Yesu. Amen. Nataka kufuta hii mambo. Niandike point kama 2 sasa hivi. Naweza kufutia. Roho Mtakatifu akitufunulia tuone kwamba nguvu yetu itapatikana katika Yesu Kristo. Uwezo wetu utapatikana katika Yesu Kristo. So what? How is that going to help you, my brother? Number 1. Ukitafuta usaidizi hivi. Ukiona shida ni ndogo ndogo, suluhisho ndogo ndogo zitatosha. Ukiona shida kubwa, unajua utahitaji mtu mwenye nguvu. Kristo ni mtu ambaye amekuja kuona usaidizi wake utapatikana pekee wapi? Kwa Yesu Kristo. Haitapatikana popote kwingine. Amen. Haitapatikana popote kwingine.
hatafuti usaidizi wake kwa juhudi zake, ati wacha nitakubalika kwanza, nitafunga, nitatoa sadaka, nitatoa zaka, nitafanya hii ndio Mungu atanikubali, nitakuwa nakuja kanisani, nitakuwa nafanya hii. My friend, hizo vitu si ati hazina sehemu yake katika kanisa, lakini ukiziweka kama hizo ndio msingi, ukiziweka hizo kama msingi, utaanguka ndugu yangu. Hata kufunga haiwezi kuokoa kivyake, haiwezi. Msingi wa wokovu wetu si kufunga. Msingi wa wokovu wetu ni kazi iliyofanyika na Yesu Kristo wapi? Pale Golgotha. That is the foundation. Hapo ndio unaangalia kwanza, hapo ndio macho yako inakuwa. Usitafute usaidizi kwingine, usikuwe distracted. Wakuja wakwambie kanisa lenu la Pendo Huru mnaanguka, mnapoteza wafuasi kwa sababu hamfanyangi hivi na hamfanyangi hivi na hamfanyangi hivi. Enda usome Wagalatia uone venye Paulo anajibu kanisa kama hili. Kwa hivyo Yesu aliwaokoa kwanza, akawafanyia kazi, alafu nyinyi mmalizie. Hivyo ndio Yesu anayafanya kazi. Yeye afanye 99%, alafu wewe umalizie. Hiyo ni kumaanisha kuna utukufu wewe utapokea. Nasema ulianza kwa kutegemea Yesu, mtaendelea kwa kutegemea Yesu, na mtamaliza kwa kufanya nini? Kutegemea Yesu. Safari yote ni kutegemea Yesu. Assurance yetu, uhakika wetu kwamba tutaishi milele na milele ni kwa sababu Yesu ndiye atafanya nini? Atatuweza. Uwezo wake, nguvu zake, haki yake, uaminifu wake, yote ni yeye. Hiyo ndio msingi wangu. Kila kitu ninafunza hapo ndio msingi. Usiangalie kwingine. Ndio usiangalie kwingine. La pili, ona upendo wa Yesu kwamba alikupenda wakati wewe ni mchafu. Kufufuka kwake ni rubber stamp kwamba yeyote ambaye yuko ndani yake, dhambi yako yote imefanya nini? Ishashindwa. Amefanya kazi safi kwa kwake, ni haki. Ni haki. Andika tu kwa point sana. Yaani haraka nifunge mahubiri. Ninataka Roho kupitia Roho Mtakatifu utashinda dhambi yako wakati umeona uovu wake mbele ya Mungu, alafu uone nguvu ya kushinda hii dhambi inapatikana wapi? Nguvu ya kushinda hii dhambi inapatikana wapi? Kristo. Nguvu ya kushinda hii dhambi inapatikana wapi? Wapi? Watu wa on my right. Kutoka hapa hadi hapa inapatikana wapi? Watu wa hapa, nguvu ya kushinda hiyo dhambi inapatikana wapi? Neno linakufunulia. Ndio. Linakufunulia kwamba uwezo wenyewe uko wapi huo uwezo? Kwa Yesu Kristo. Nguvu iko wapi? Watu wa hii bench hapa. Iko wapi ya kushinda hiyo dhambi? Kwa Yesu Kristo. It is because of what Jesus Christ has done ndio utaweza kushinda dhambi yako. Ni kwa sababu Yesu Kristo ameshinda ndio wewe utafanya nini? Utashinda. Hiyo ndio neno itakufunulia. Si ati wewe shinda alafu upigiwe makofi, la hasha. Ni Yesu Kristo amefanya nini? Ashashinda, hadi makofi amefanya nini? Tayari ashapigiwa.
tayari hata amekaa kwa kiti chake cha enzi. Kwa hivyo kwa sababu ashapigiwa makofi na ameshinda, sasa wewe pia ambao uko ndani yake utafanya nini? Utashinda, itaonekana. Kwa hivyo unaonyesha kitu ambacho tayari kimefanya nini? Kishafanyika, kishatendeka, kishakamilika. Mkristo habahatishi, Mkristo habahatishi. Ndio maana tunasema ukitafuta usaidizi kingine, ya pili ni usitoroke unapoanguka. Unaona kwa nini nakwambia usitoroke unapoanguka? Wewe kaa chini, unakaa chini, unaona nimeanguka, nini, moyo wako unakufa. Nakwambia sasa, kaa chini na uone vile Yesu alikupenda, akatimiza ushindi wa dhambi yako wakati ulikuwa ungali bado mwenye dhambi. Alikuita ukiwa ungali mwenye dhambi. Kwa hivyo yeye ndio anafanya kazi yako. Usikufe moyo, usisikie umeanguka alafu shetani anaanza kukwambia sasa unaona wewe si Mkristo. Sasa wewe toka kanisani, wachana na watu wa kanisa, enda kajiunge na watu wako wenye unaelewana nao, wachana na stori za kanisa. Hapo unaona unajifanya tu. Si wewe ufanya hivyo. Mkristo kwanza ukianguka, unakaa chini na una keep up. Unasema kazi sasa kabisa katika hiyo usitoroke. Na hiyo usitoroke ninasema pia ni usifadhaike. Kufadhaika ni nini? Kufadhaika ni nini? Kukosa matumaini, si ndio? Unafika mahali unasema hii uzinzi nitashinda nini? Hii ulevi nitashinda nini? Verse 14 nasoma hivi, ndiye anaongea kuhusu Yesu Kristo, ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yaani walio na juhudi katika kutenda mema. Daniwia radhi anasema Yesu alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili afanye kitu. Nasikia? Ili afanye nini? Atukomboe kutoka uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yaani watu walio na juhudi katika kutenda mema. Hiyo ndio kitu ilikuwa inaendelea kwa kichwa ya Yesu wakati alikuwa anafanya nini? Anajitoa. Anasema hii ndio kazi ninaenda kufanya. Ninaenda kujinyakulia watu. Hao watu ninaenda kuwasafisha, ninaenda kuondoa uovu wao, ninaenda kuwafunza njia ya utauwa, njia ya kiasi, na ninaenda kuweka passion, tamaa ndani yao ya kuishi kwa njia ya, unaona, wenye juhudi wa kutenda mema. Hii ndio kazi alikuwa anafanya. This is what was going on in his head. Sisi kama tuko pamoja. Yesu amekufa akisema ninataka kushinda kiburi cha Edwin. Ndio maana inafanya nini? Ninajitolea kufa. Sababu kiburi ya Edwin ninataka kushinda, nataka kugeuza Edwin akuwe mtu mnyenyekevu, akuwe mtu wa kupenda watu. Hiyo ndio kitu ninafanya. Ndio maana ninajitoa kufa. Unaona? Kwa hivyo Edwin akitembea akae chini, aanze kusema hii kiburi nitashinda lini? Akae chini akumbuke Yesu alikuwa na kusudi. Hiyo kusudi ametimiza ama ameshinda? Ametimiza ama ameshinda? Ametimiza, si ndio? Kwa hivyo ninakaa chini nagundua hii kiburi inanidanganya. Hii kiburi inanidanganya. Inataka nifikirie ni kama kwamba bado imefanya nini? Inataka nifikirie ni kama kwamba
bado imefanya nini? Bado iko na utawala, si ndio? Kinataka kunidanganya ni kama kwamba bado ndio inanitawala, ni kama bado ndio inaniongoza. Inataka nifikirie mimi nitakuwa mtu wa kiburi maisha yangu yote, lakini nikikaa chini nikumbuke kwamba Yesu Kristo ashakufa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu, na gundua kumbe imefanya nini? Kumbe imeshindwa hii kiburi. Inanidanganya tu, inajaribu kutengeneza smoke screen. Kumbe tayari imefanya nini? Imeshindwa. Sijui kama tunaelewana ndugu yangu. Nataka usifadhaike, usikubali dhambi kufanya ufadhaike. Ukisikia unafadhaika, kaa chini kwanza ukumbuke hii kitu tayari ishafanya nini? Ishatii. Think about that. Especially when you sin. Wacha nikwambie, wakati unatenda dhambi, hiyo ndio wakati hata sasa ya kufanya nini? Ya kufikiria hivyo. Hiyo ndio wakati sasa hata ya kukumbuka hiyo. When you fall, that is the time to remember that the sin has already been what? Been defeated. To remember your identity in Jesus Christ. Unakumbuka wewe ni nani ndani ya Yesu Kristo. Na unaenda kwa Bwana Yesu Kristo na unalia, unasema Bwana Yesu Kristo nisamee, nisamee, nisamee. Wacha ule uwezo ambao umeonekana katika msalaba uonekane pia katika maisha yako. Hivyo ndio tunashinda dhambi ndugu yangu. Usifadhaike. Usifadhaike na usitoroke. Usifadhaike, usitoroke. Kumbuka kazi ni safi. Kazi imefanywa ni safi. Kufaulu kwake ni hakika. Yesu Kristo alisema wote anipao Baba watakuja kwangu. Na wale wakujao, alisema wote ambao amenipea Baba sitapoteza hata mmoja. Hii kazi nimefanya ni safi. Wote ambao nimefia, wote nimehakikisha kila kitu nimelipia to the dot. Sitapoteza hata mmoja, sitapoteza. Unakaa chini unasema, oh my goodness, my Lord, Father God, wacha hiyo nguvu ambayo imedhihirika katika kufufuka kwa Yesu Kristo ionekane wapi? Kwa maisha yangu. Kwa hivyo tumaini lako inaacha kukua wewe mwenyewe haswa. Tumaini lako msingi unakuwa ni kazi ya Yesu Kristo ambayo tayari ishafanya nini? Ishahamilika. Hiyo ndio inakukeep walking every day. Hiyo ndio inakukeep walking. Hata ukifika mahali unaanza kusema naona ni kama nimeanza kustagnate. Unasema nimefufuka bado. Lakini si Yesu alifufuka ndio mimi nifufuke kama yeye. Kwa hivyo lazima bado tunasonga kwa sababu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo. Ndio sasa ukisonga unaweza kusema Yesu Kristo amenibeba this far. Mara mingi ningekupa moyo usingekuwa ninakumbuka kwamba Yesu Kristo alikamilisha, Yesu Kristo aliweza, Yesu Kristo alishinda, Yesu Kristo ameketi kuume kwa Baba, Yesu Kristo ameshinda. Kwani unafikiri nini inatupelekanga evangelism? Tunaenda evangelism saa zingine hata hakuna mtu anakuangalia. Hata hakuna mtu anakuangalia hivi. Kwa nini bado tunaenda? Kwa nini bado tunaenda? Nani anaweza nijibu? Hiyo iko out of topic na hii lakini iko related. Kwa nini bado tunaenda? Nini inatuweka matumaini? Nini amefanya nini? Hapo na watu, ndio? Wale watu wake wote atafanya nini? Atawapata, atawashika, atawaita. Kwa hivyo ninajua waje leo, waje kesho, ninajua kazi ya Yesu Kristo hiyo hatubahatishi. Tukienda pale kuhubiri hatubahatishi. Tunajua tunatimiza kitu ambacho tayari kishatimizika. Tunatimiza kitu ambacho tayari kimefanya nini? Kimetimizika, kwa sababu hiyo damu ilimwagika. Watu walinunuliwa. Na hao ambao walinunuliwa watafanya nini? Watakuja.
Amen. Amen. Hatubahatishi. Usituona tunaenda evangelism tunafikiria tunabahatisha. Hatubahatishi. Kama Roho Mtakatifu ametuongoza pale, tunajua, unajua venye Paulo aliambiwa. Paulo aliambiwa, wewe hakuna mtu atakugusa hapa. Niko na kazi yako kufanya hapa. Niko na watu wengi katika huu mji. Wewe hubiri. Niko na watu hapa utawanyakua, nimekutuma hapa ndio wanyaku. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu ameniongoza kuhubiri pale Majengo ni kwa sababu wako na watu pale. Hako na watu. Nimetumwa pale kama nini? Kama chombo. Kazi tayari ishafanya nini? Ishaisha. Hii ingine nakwambia usipuuze. Hii kitu haitafanya kazi katika moyo wako kama hauifanyi nini? Hauifikirii. Kama hauifikirii, you must think about it. You meditate on it. You sit down and think, kwanza hata nakwambia ukifikiria hii ukweli, hata nione watu ambao wamekaa chini wanafikiria ukweli. Ukikaa chini ufikiria ukweli huu utakujaza. Utakufanya usikia. Hisia gani? Hisia gani itakupata? What do I expect you to do? Hili? Utanyenyezwa? Furaha, that is what I was actually looking for. Joy. This will fill you with so much joy. This is a joyful teaching. You sit down and you're like, oh my goodness. Unaenda interview yenye ambayo ni kama unaenda interview unajua hii nishafanya nini? Hii nishapass. Uko pale kwa interview, kuna jamaa anakukemea, kuna jamaa anakusomea pale ndani, kuna jamaa lakini wewe ulishajua na uhakika kwamba hii interview kama what mimi nimefanya nini? Nimepita. Hata wakiingia pale ndani wanitisi. Kwa sababu kuna kitu kimefanyika, kimedhihirisha hii ni kabisa. Interview zinakwanga hivyo ni ufisadi mingi sana. Lakini sisi kama mnanielewa ndugu yangu. Sababu hii vita tunapigana, kuna kitu kimefanyika ambacho kimeonyesha kwa uhakika kwamba hivyo vita vimeshindwa. Na hiyo ni kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu ni rubber stamp kwamba hiyo kazi yote alikuja kufanya imefanya nini? Imekwisha. Akisema nilikuja kushinda kiburi ya ndugu yangu hapa, hiyo kiburi imeisha. Hata kama bado inakutatiza, unakaa chini unasema kiburi wewe nikao jiki. Wewe nikao hata unaweza kaa chini uongeleshe hiyo kiburi. Wewe kiburi wewe unajua umeshindwa wewe. Haujui ama wewe unajui kuhusu Yesu Kristo. Wewe wacha kwanza watu. Ili mafunzo inafaa kukujaza na furaha. This is something you're supposed to fill you with joy. Na kitu kingine cha kujaza, ndugu yangu amesema, ni hiyo ujasiri na hiyo heart ya kusonga mbele. Inakupea nguvu ya kusonga mbele. Kwa sababu unajua ninasonga mbele, guaranteed success. Guaranteed success. Sibahatishi. Ndio hiyo nimeandika hapo. Ukishafurahia umewaza, usipuuze hiki tunataka uifikirie siku baada ya siku. Remember it. Usizembee ndugu yangu. Kuwa na hiyo tamaa ya hiyo ushindi kufanya nini? Kuonekana. So unakaa chini unasema, si nimeshinda. Basi mbona hii kiburi ni songi?
Mbona kila siku inanitawala tawala? Hapana. Mimi ninataka kuona hii kiburi kufanya nini? Ikitawaliwa. Kwa sababu ikitawaliwa mimi ninataka kuona huu zinzi ukitawaliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Tayari ishatawaliwa. Mimi ninataka kuona uongo huu ukitawaliwa. Kwa sababu gani? Utashindwa katika Yesu. Mimi nataka kuona ukatili huu ukishindwa. Kwa sababu gani? Utashindwa. So ninakuwa na tamaa ya kuona matunda ya kufufuka kwa Yesu Kristo katika maisha yangu. Na hakuna dhambi ambayo nitapatana nayo ambayo sasa itanishtua. Ukijitegemea wewe mwenyewe, wacha nikwambie leo, ukijitegemea wewe mwenyewe na juhudi zako, kuna dhambi ambazo utapatana nazo ambazo zitakufisha moyo. Utashangaa nitashinda aje hivi? Siwezi. Lakini ukikaa chini upatane hata na monster inakaa aje, unakaa chini unakumbuka, sitegemei juhudi yangu, nategemea Yesu, kazi aliyofanya, kazi aliyosafisha, kazi aliyokamilisha. Naweza kaa chini niende nililie Yesu, nasema Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu, nakuja mbele yako. Wewe mwenyewe unajua hii dhambi ninayopigana nayo, Mungu wangu. Wewe mwenyewe unajua unyonge ambao niko nao, Mungu wangu. Wewe mwenyewe unauona, wewe mwenyewe Mungu unatambua, na ninahuzunika sana moyoni mwangu, na ninafadhaika. Isingekuwa kwamba nimeona Yesu Kristo katika msalaba ameshinda hii dhambi ambayo inanitawala, Mungu wangu. Sasa ninaomba Mungu wangu, kwa sababu niko ndani yako, wewe Mungu wangu, uacha nguvu yako juu ya hii dhambi ifanye nini? Ionekane. Mungu wangu nakulilia, Mungu wangu nakulilia. Sasa ndio unaweza funga hapo. Unafunga kuonyesha your honestness in crying for the help. But msingi ni kufunga. Msingi ni nini? Yesu, kazi aliyoifanya. Ninalia, nikilia natarajia kupokea. Natarajia kuona hiyo nguvu ikionekana. Nalia hadi Mungu, nimwambie Mungu nitalia hadi lini? Nenda kasome Zaburi uone venye Daudi huomba Mungu. Anasema Mungu nitalia hadi lini? Nitatawaliwa na huyu muovu hadi lini? Nitakusubiria wewe Mungu, jionyeshe. Na unalia ukijua uko tayari nikishafanya nini? Ishatimizika. Mungu anafurahia sana kuonyesha nguvu ya msalaba ndani ya maisha ya yeyote ambaye anaitegemea. Hakuna mtu ambaye atategemea kazi ya Yesu katika msalaba na Mungu akumwile. Tuseme God show the power of Christ. Na hakuna. Tafunga na hiyo Warumi 6. Tusisitize hiyo, usizembee. Warumi 6 anasema hivi, verse 1 to 4. Tuseme nini basi? Je, tuendelee kutenda dhambi ili neema ipate kuongezeka? La hasha. Sisi tulioifikia dhambi tutawezaje kuendelea kuishi tena katika dhambi? Au hamjui ya kuwa, nataka uone venye Paulo hata anajadiliana na watu. Hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi nasi tupate kuenenda katika upya wa uzima. Verse 6. Kwa maana tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa, nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi. Unaona, kwanza anaanza na kukueleza msingi. Anasema Mkristo hawezi kuendelea kuishi katika dhambi, kwa sababu kubatizwa kwake ni ishara ya kitu ambacho kimefanyika alipookoka.
aliunganishwa na Yesu katika kufa kwake. Na kufa kwa hiyo, yule ambaye alikufishwa yule mtu ambaye anatuongoza katika dhambi amefanya nini? Amekufa. Sasa yule ambaye amefufuka ni yule ambaye ameshinda mauti na kifo na dhambi. Kwa hivyo huyu ambaye amefufuka anaweza kweli kuendelea kuishi njia za huyu ambaye ameuliwa? Kwanza anakueleza huo msingi, anakuambia Mkristo hawezi kuishi katika dhambi. Kwa hivyo keep that in mind first, Kristo. Keep that in mind. You died to sin. The old man was crucified. The old man died. You have been circumcised with the true circumcision. The old man has been cut off. First remember that. Hiyo ndio unaanzia hapo. Kwanza nataka ujue hiyo. Kwanza nataka ukumbuke hiyo. Ndio maana nilisisitiza mtu wa kupigana dhambi ni nani? Mtu wa kupigana dhambi ni nani? Ni Mkristo peke yake. Ambaye haya mambo yote ambayo ninasema kwake ni kweli. Kwa hivyo baada ya kukuambia hayo mambo, ndio anaenda kusema katika verse 11. Anasema sasa kwa sababu hizo mambo ni kweli, verse 11 anasema hivi. Vivyo hivyo, jihesabuni wafu katika dhambi, lakini mlio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na kufa, ili kuwafanya mzitii tamaa zake mbaya. Msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo vya uovu vya kutenda dhambi, bali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka mautini kuingia uzimani. Nanyi vitoeni viungo vya miili yenu kwake kama vyombo vya haki, kwa maana dhambi haitakuwa na mamlaka juu yenu. Unaona kitu anasema? Anasema kwa sababu ushashinda dhambi, kwa sababu wewe ushatawala dhambi, mbona uchukue mdomo wako uirent kwa dhambi? Upe mdomo wako kama rent kwa masengenyo. Sema upe masengenyo. Useme zura kitu anakwambia. Sasa mbona uache masengenyo itawale hii mdomo, na tayari mdomo wako ishafanya nini? Ishashinda. Don't give your body as a slave to what you have already shinda. Mbona uchukue huu mkono wako dori upeane kwa ukatili, anza kupiga watu mangumi pale bure? Mbona utoa? Anakuambia sasa fikiria who you are. Because you are saved, don't sell yourself to slavery again. Because you are free, usijirudishe kuwa mtumwa. Ndio ukianza kujipea viungo vyako kwa kusema uongo na shangaa. Hii mdomo si ya kufanya kazi za uongo. Uongo nilishashinda. Kwa hivyo viungo vyangu sitavipeana kwa uongo tena. Uongo hainitawali. Usipopuuza the next thing, ni hata wewe utakuwa encouraged kusonga mbele, kuonyesha. Hivyo pia ndio anasema katika kitabu cha Wafilipi. Hii Wafilipi verse 3 nimesoma. Baada ya kusema hayo yote verse 10 anasema hivi. Nataka nimjue Kristo na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, ili nifanane naye katika mauti yake, ili kwa njia yoyote niweze kufikia ufufuo wa wafu. Si kwamba nimekwisha kufikia au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la hasha, bali nakaza mwendo ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimeshikwa na Yesu Kristo. Hii ni kitu mnafaa kwenda msome, ndio utafurahia hii kitu vizuri. Ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja. Ninasahau mambo yale yaliyopita, na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa, ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa kutoka mbinguni katika Kristo Yesu. Anasema kwa sababu Yesu Kristo amenishika kwa jambo fulani, kupata ufufuo wa wafu, kupata tuzo mbinguni. Kwa sababu tayari Yesu Kristo amenishika,
Sasa mimi ninafanya nini? Ninakaza mwendo ili nipate hiyo kitu ambayo amefanya nini? Amenisikia. Kwa sababu amenishika, na amenishika kwa sababu amenionyesha, nimekutayarishia ufufuo wa wafu, nimekutayarishia mwili ambao umetawala dhambi, nimekutayarishia uzima wa milele. Kwa hivyo kwa sababu tayari amenishika, sasa mimi ninakaza mwendo kupata hiyo kitu ambayo amefanya nini? Amenishikia. Ninasonga mbele. Anasema si ati nimefika. Usinione ati mimi Paulo ninawaandikia mabarua mfikie mimi. Hata mimi bado mahali nimefika, bado ninajiangalia, naona bado sijafika. Kwa hivyo nasahau ile iliyo nyuma. Ninafanya nini? Nitasimama ile siku nitashinda dhambi. Nitasimama ile siku nitapata mwili mpya. Nitasimama ile siku nitapata uzima wa milele. Nimeshikwa kwa sababu hiyo. Kwa sababu nimeshikwa, sasa ninafanya nini? Nakaza mwendo kufika. Sichoki. Hata nikianguka nafanya nini? Nasimama, kwa sababu si mimi nilimshika. Ni nani? Ni yeye amenishika. Sichoki, sifadhaiki, sikui na stress, si neglect. Amen. 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 Nilisema Pendo Huru, ndugu watu wakuje na notebook. Pendo Huru tunasoma sana. Tunasoma sana huko. Pendo Huru tunasoma sana huko. Na bado ninakaa chini ninasema, hizi Sundays nimepewa ziko chache. Tungekuwa na kanisa, tungekuwa na midweek service. Watu wakuje tuendelee kuhubiri. Kwa sababu mambo ni mengi. Na lazima watu washindane na dhambi. Tunachagua ile ambayo tunaona ni most urgent. Ndugu yangu, kama hujamjua Yesu Kristo na kualika uje kwake siku ya leo, naomba Roho Mtakatifu akufunue roho yako upate kuona kwamba wewe ni mwenye dhambi na unamhitaji Yesu Kristo. Wacha kutegemea juhudi zako, wacha kutegemea fahari yako kwa ulimwengu ama kazi zako zozote. Tegemea kazi ambayo imefanywa na nani? Hiyo ndio mwanzo na mwisho kwako. Na Wakristo, naomba kwamba mgundue mko katika sehemu very privileged. We're in a very privileged place as a Christian. Do you see how privileged you are if you are a Christian? Very privileged. You're fighting a battle, a winning battle. Na kuna tuzo kubwa imetayarishwa hapo mbele kwa ajili yako. Huo ni neema kubwa ambayo basi nataka Wakristo, haya maneno ambayo tumefunza ni maneno muhimu sana kwako. Waza ukweli huo. Think about it. Remember it. Meditate on it. Read. Hizo vitu tumefunza leo. Wengine hawajaisoma wa Filipi ama hawajaikaa chini wakaianalyze vizuri wakaona vile ninawaambia ina neno. Enda usome tena na tena. Enda usome Warumi na tena. Enda usome hiyo Tito na tena. Na umeditate. Na umeditate. Na ufurahie. Na ujawe na furaha. Alafu ukishajawa na furaha, uwe na ujasiri na usonge mbele. Useme hiyo yenye tayari Yesu Kristo amenishindia. Hiyo ndio ninafanya nini? Hiyo ndio ninaendea. Amen. Yesu Kristo asaidie watu wa kanisa lake watembee kwa njia ambayo inamfaa yeye. Amen. Hii ibada ambayo tumekuwa nayo, asante sana kwa wageni ambao tumeweza kupatana nao hapa siku ya leo, na kushukuru na kutukuza Mungu wangu. Mungu Baba, nanyosha mkono wangu juu ya washirika wa Pendo Huru Reformed Ministries. Mungu Baba, naomba kwamba maneno tuliyohubiri hapa siku ya leo, Mungu Baba, kwamba Roho wako Mtakatifu Mungu Baba atafunua ukweli wao katika mioyo yao,
ili wapate Mungu Baba kuvutiwa nawe na kusonga karibu nako na nawe Mungu Baba, na kutarajia kupata usaidizi kutoka kwako na wewe peke yake. Mungu wangu, naomba kwamba utawatunza katika maisha yao, utawatafutia mahitaji yao ya kila siku Mungu Baba, kulingana na upendo wako. Naomba hayo yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.